Roho Mtakatifu ni muhuri wa Mungu duniani. Na ni kwa nini ni muhuri wa Mungu duniani? Jamani, tunafahamu kabisa kwamba muhuri ndio unaoonyesha kwamba huyu mtu, hiki kitu, hii sekta, hili jambo ni jambo la mtu wa nani? Ni sekta ya watu wa aina gani? Ni mtu wa namna gani? Nadhani mnafahamu mihuri. Hata hizi barua ambazo unaweza kuwa umeandika barua yoyote ambayo haina muhuri huwa mara nyingi inakosa uzito, inakosa uthamani. Mnanisikia eh? Unakosa uthamani. Kwa hiyo hata Mkristo asipokuwa na Roho Mtakatifu hana uthamani wowote mbele za Mungu, ukiwa uko hapa duniani. Hebu tuangalie Biblia kwenye kitabu kile cha Efeso sura ile ya 4 mstari wa 30. Biblia Efeso sura ya 4 mstari wa 30 hapo. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu ambaye yeye mulitiwa muhuri. Hebu sema muhuri. Na mimi ninaamuru leo kwa jina la Yesu ukatiwe muhuri kwa viwango vikubwa. Pokea. Hebu sema napokea. Sema napokea. Na ninaamuru ukatiwe muhuri. Na ni nani anayeweza kukutia muhuri? Ni Roho Mtakatifu. Hiyo ndiyo kazi alionayo Roho Mtakatifu. Unapompokea Roho Mtakatifu, anaingia ndani yako, anakufanya wewe utiwe muhuri kupitia jina la Yesu. Huwezi ukaitwa Mkristo sahihi au mtoto wa Mungu kama hujatiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Pokea kwa jina la Yesu. Lazima utiwe muhuri. Ukishatiwa muhuri, utaonekana kabisa wewe ni mtoto wa Mungu. Tena utakuwa na uthamani mkubwa, na Mungu atakuthamini. Huyu atasema ni mwanangu, huyu ni mtoto wangu. Na ndiyo maana imeandikwa wote waliompokea walifanyika kuwa watoto wa Mungu. Huwezi ukawa mtoto wa Mungu kama huna muhuri. Lazima uwe na nini? Muhuri. Tunaingia kwenye jambo la 5. Naenda haraka kulingana na muda, nina dakika chache sana. Jambo la 5, Roho Mtakatifu. Kazi ya 5 alionayo Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu humwandaa mtu akiwa tumboni, yani kabla hajazaliwa. Kazi nyingine ya Roho Mtakatifu alionayo ya 5, amina. Roho Mtakatifu humwandaa mtu akiwa tumboni, yani kabla hajazaliwa. Tuangalie Biblia kwenye kitabu kile cha Luka Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 40 mpaka 42. Luka Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 40 mpaka 42. Amina. Akaingia nyumbani kwa Zakaria. Akamwamkia Elizabeti. Akamwamkia nani jamani? Hebu sema Elizabeti. Ikawa Elizabeti aliposikia kule kuamkiwa kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elizabeti akajazwa Roho Mtakatifu. Akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Yes, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hapa aliposoma msomaji wangu huyu katibu wetu wa kanisa, unaona hapo yule mtoto anaandaliwa akiwa wapi? Tumboni. Huyu ni Mariamu wakati anaenda kumsalimia Elizabeti. Anapoenda kumsalimia, Biblia inasema yule kitoto kichanga kikajazwa Roho Mtakatifu akiwa wapi? Tumboni. Anaandaliwa akiwa wapi? Tumboni. Ndiyo maana ni walazima sana Roho Mtakatifu ndani ya Mkristo. Yaani Roho Mtakatifu ana kazi kubwa. Anamwandaa mtu akiwa tumboni kabla hajazaliwa, anaandaliwa. Hawa wachungaji na wainjilisti na manabii wa kweli wanaomtumikia Mungu, akiwemo mchungaji Mwaweza, aliandaliwa akiwa tumboni. Piga makofi na vigelegele wewe.
anaandaliwa akiwa tumboni. Unajua Mungu mara nyingi alivyo, na ndiyo maana hata kwenye kipindi hiki tulicho nacho watumishi wa Bwana, sisi wenyewe wa Kristo tulioko leo, tusipochangamka, shetani anawaandaa watu wakiwa matumboni. Na ndiyo maana unakuta mtu kazaliwa ana kasoro, mtu anazaliwa amekuwa mchawi. Mimi nimewashuhudia jana hapa kidogo kwamba nina kijana mmoja ambaye alikuwa ni mchawi tangu akiwa mtoto. Nikamuuliza, ulikuwaje mpaka ulikuwa mchawi tangu mtoto? Akasema, mimi tu nilijikuta nimekuwa mchawi toka nilipokuwa mtoto. Nina maana walimuandaa, wakati mwingine walimuandaa labda akiwa mchanga, lakini inawezekana walimuandaa akiwa tumboni. Kwa hiyo na shetani anaandaaga watu. Sasa ninaamuru kwa jina la Yesu, tumbo la mwanamke anayesali hapa, hautaandaliwa na shetani kuwazaa watoto wako wenye maandalizi ya kishetani. Ninazuia kwa jina la Yesu, ninazuia kwa jina la Yesu. Pokea maandalizi ya Roho Mtakatifu. Sema napokea, sema napokea. Utazaa watoto waliojazwa Roho Mtakatifu. Biblia inasema akapaza sauti yake yule mwanamke, akasema mwanamke huyu amebarikiwa na uzao wake umebarikiwa. Akajazwa ile mtoto akiwa tumboni. Haleluya! Angalia Yeremia sura ile ya kwanza mstari wa 4. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4. Hebu angalia Yeremia, fungua haraka haraka Yeremia sura ile ya kwanza mstari wa 4 mpaka wa 10. Mstari wa 4 mpaka wa 10. Yeremia sura ile ya kwanza. Soma msomaji wangu, sura ya kwanza mstari wa 4 mpaka wa 10. Nitasoma. Amina. Neno la Bwana lilimjia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Unaona, Mungu anamuona mtu kabla eti hajatungwa kwanza.